Naomba nilete kwenu taarifa njema sana kwa ajili ya idara ya udiakonia. Kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Kusini Magharibi lenye makao makuu yake Mbeya, kwa ushirikiano na wenzetu wa kanisa la Reformed kule Uswisi, St. Gallen, tumeamua kujenga kituo rasmi cha udiakonia hapa Mbeya mjini, eneo la Iwambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kituo ambacho tunatarajia kwamba kitakuwa kituo kikubwa mno. Kitahudumia fani zote za wenzetu walemavu, lakini kitahudumia kila kitu cha wenzetu ambao wana uhitaji, hasa wanaoishi katika mazingira magumu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari tunamshukuru Mungu, tumeishachora michoro ya majengo kwa maana ya kwamba ramani, lakini na kanisa letu la Moravian limetoa zaidi ya hekari 9 kwa ajili ya ujenzi huo hapo mjini, ardhi ambayo kwa gharama yake na kutathmini ni mamilioni ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya kwanza ujenzi huo, kwa tunatamani kuanzia sasa tupate mkandarasi ambaye ataanza kujenga yale majengo. Na nielewa wapendwa, ni kituo chenu. Naomba nirudie tena, sisi kanisa ni wasimamizi tu, lakini ni kituo chenu. Kitahudumia kila namna ya ulemavu, utakuwepo pale, na majengo yameratibiwa vizuri na miundombinu imeratibiwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunategemea kwamba licha ya kuwahudumia ninyi, lakini kitakuwa ni kitega uchumi, itakuwa ni ajira kwa wengine, kwa sababu kuna watu wataajiriwa pale kwa ajili ya afya, kuna watu wataajiriwa kwa ajili ya migahawa, na nyinyi wenyewe mkiwemo. Sawa wapendwa? Kwa maana hiyo tuna kazi hiyo ya ujenzi wa kituo rasmi ambacho kwa nyanda za juu kusini nafikiri kitakuwa kituo cha kwanza kwa ukubwa, lakini kwa huduma ambazo tunatakiwa zitolewe pale. Jambo la pili, mwezi wa 10, Jumapili ya pili ya mwezi wa 10, tumeweka rasmi kuwa ndio siku ya changizo, ili tuweze kupata fedha zingine tena kwa ajili ya kuanza ujenzi. Na ninashukuru sana kamati ya mdiakonia, kwa maana ya kwamba katibu wa idara ya udiakonia, tulipokuwa na kikao mwezi uliopita, sisi tayari tulishaanza kuchanga, si ndio mtumishi? Tayari tulikwisha anza kuchanga, lakini hitimisho litakuwa ni Jumapili ya pili ya mwezi wa 10 mwaka huu, ambayo pamoja na fedha tulizopata tunatamani tuongeze hapo ili tuendelee na ujenzi. Jamani, tumshangilie Yesu kwa makofi na makelele. Yote hii ni kuonyesha kwamba kanisa chini ya Yesu Kristo Mwokozi wetu tunawajali wenzetu wenye ulemavu. Kwa namna hiyo Mungu awabariki sana. Wajibu wenu tuendelee kuomba. Muombee maono haya, muombee kanisa ili tuweze kutimiza haya. Asante, Mungu awabariki. Amen.